alikuja Mheshimiwa Naibu Waziri wa Elimu Mheshimiwa Wanu. Alipokuja tukatembelea VETA, na mimi nilikuwa ni miongoni mwa msafara wake wa Mheshimiwa Naibu Waziri. Kwa kweli yale matembezi ya Naibu Waziri, kuona VETA, kuona wale vijana, kusikia historia, vijana wako pale ndani, wengine wamechukuliwa na nchi za nje, wengine watu wa mataifa mengine yanasoma pale. Kwa kweli kile kitendo kiliniuma kuona kuna baadhi ya vijana ambao wanatoka kwenye jimbo langu wanatamani kwenda lakini hawana uwezo. Mimi kama mbunge nifanye nini kwa beba wa vijana? Pale mbele ya Mheshimiwa Naibu Waziri nikapata mawazo, nikamnongoneza Mheshimiwa Waziri, bwana, mimi naomba niunge serikali kwa kuwasomesha vijana 10. Lakini kama alivyosema katibu wangu, baada ya kupokea maombi yale yakawa mengi, mkafika zaidi ya 30. Nikamwambia Mheshimiwa Katibu, kama wamefika 30, naomba wote hao ndio nimepewa na Mungu. Niwaombe sana vijana, tumetumia gharama kubwa sana kuwalipia ada, kuwalipia insurance, mavazi yenu. Leo kuna masuala haya kama mmeona hapa mbele, kuna madaftari, kuna kalamu, kuna mapepa, kuna kila kitu ambacho vyote hivi ni mahitaji ambayo nyie mnapaswa kwenda nayo shuleni. Kwa hiyo niwaombe sana, nyie bado wadogo, nendeni mkasome. Na ndiyo matamanio ya Mheshimiwa Rais. Matamanio ya Mheshimiwa Rais na maelekezo yake ni kila mwananchi, kila Mtanzania mwenye nafasi ya kusoma aende akasome. Na ndio maana mnajua elimu bure. Lakini hii swala la VETA, nataka niwaambie, VETA watu wengi wameiona kama vile kuidharau, kama vile sio shule fulani hivi, sio kitu cha muhimu sana. Lakini mkumbuke sasa hivi kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais imewekwa kwenye mtaala elimu kwa vitendo. Kwa hiyo nyie mko sahihi, mmekuja sahihi, mmekuja wakati sahihi. Sasa unasomea kazi. Unasomea kazi. Unajua ukienda kule utaenda kuopti kitu gani. Sasa mimi naenda kuchukua useremala, naenda kuchukua ufundi wa magari, naenda kuchukua ufundi wa umeme, naenda kuchukua ufundi wa AC, naenda kufanya nini? Umeelewa? Hii nchi inahitaji wataalamu wakubwa. Umri wenu nyie mpaka mfike kuajiriwa kama mimi au kama katibu, ina maana wale ambao wako kazini watakuwa wameshazeeka, wameshastaafu. Kwa hiyo nyie ni watu muhimu sana kwenye nchi hii. Niwaombe, nendeni mkasome. Mtanifurahisha sana kama nitasikia wale vijana wangu 30 niliowalipia ada, niliowadhamini, niliowafadhili kwa kipindi chote cha masomo kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 3. Leo hii wengine wako Shinyanga, wengine wako Canada, wengine wako Uingereza, wengine wako Mwanza, wote ni wataalamu. Mtanipa faraja kubwa sana. Na kwa kufanya hivyo, mbali na kunipa mimi faraja, mtakuwa mmejiokoa nyie katika maisha yenu na mmewasaidia wazazi wenu. Kwa hiyo niwaombe sana, maisha yanahitaji uvumilivu. Nendeni mkawe watiifu. Kwa sababu mmebi sponsor na mbunge ndo amewasponsor, nendeni mkawe waadilifu. Na Mungu akiwajalia na nyie mchukue watu kama mimi nilivyowachukua na nyie muwasomeshe. Huo ndio umoja. Kuwasomesha mimi sio kama nina hela nyingi sana, hapana. Huu ni upendo. Tutawalipia mpaka nyie mseme sasa kusoma basi. Mimi ni mbunge wenu, niko tayari kufanya. Wito wangu kwa Watanzania wenzangu, nilichokifanya mimi wakafanya wengine wote kama mimi, kuchukua package ya watu 30 kwenye majimbo yao, kwenye mikoa yao. Mimi naamini tutakuwa tumewasaidia sana Watanzania wenzangu. Niwaombe sana mpokee msaada huu, lakini muende mkaonyeshe matunda na nidhamu kubwa sana. Kwa majina naitwa Deborah Abilinko, ni mmoja wapo wanafunzi ambao wamechaguliwa kusoma katika chuo cha VETA kusomeshwa na mbunge. Ninashukuru sana Mheshimiwa mbunge pamoja na diwani pamoja na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunashukuru sana kwa msaada huu, maana pengine sisi tusingeweza kusoma, lakini Mheshimiwa mbunge tunakushukuru sana kwa sababu umetupigisha hatua. Hatutaka tukusahau katika maisha yetu, maana tulishindwa, ila wewe umekuja kutuwezesha. Tunaamini unavyotusomesha tutafanya vizuri, tutaenda kuwa watu wakubwa, tutaenda kukuwakilisha kwa tunapoenda kusoma. Na vijana wenzangu, tumuunge mkono Mheshimiwa mbunge kwa kwenda kusoma kwa bidii. Tusijihusishe na chochote shuleni, tukasome ili tuweze kumpa moyo
aweze kuwatafuta na vijana wengine baada ya sisi kusoma. Naitwa George Richard Mweta, ni mmoja wapo wa miongoni waliopata fursa ya Mheshimiwa Mbunge ya kwenda kusoma katika chuo cha VETA Moshi, Kilimanjaro. Mimi kama kijana napenda sana kumshukuru Mheshimiwa Mbunge na serikali ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Tunapenda kutoa sana shukrani zetu za dhati kwa kuweza kupata fursa hii. Tunaahidi ya kwamba hatutamwangusha, sisi kama vijana hatutamwangusha, tutajitahidi, tutaonesha jitihada na juhudi za hali ya juu sana. Kwa hiyo hatutakuangusha mheshimiwa.